Basi ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo ambapo ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 2026. Niko hapa kwa lengo moja tu, lengo la kuwasihi watumishi wa Mungu wote mahali popote walipo. Mimi ni mchungaji Jiru Munampanda. Ninawasihi kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninawasihi katika jambo gani? Ninawasihi kwamba wanaposikia mtu anasema Roho amemwambia jambo fulani, nizungumze au nijizungumzie mimi kwamba Mungu amenipa kufanya matengenezo ya kanisa, kwenye kanisa la Pentecost au makanisa yanayofuata mfumo wa Pentecost. Sasa wasiangalie sura yangu ya nje au asili yangu, waangalie yale ambayo Roho anayasema, waweze kufanya marekebisho. Kwa hiyo nimeanza kuhubiri maeneo mbalimbali na kufundisha masomo ya matengenezo ambayo Roho Mtakatifu amenipa. Kwa hiyo nyaraka hizi unazoziona hizi ni nyaraka za matengenezo. Kuna masomo ambayo Roho Mtakatifu anataka kanisa la Pentecost lifundishwe. Kuna mwongozo namna ya kusimamia kazi ya Mungu. Mwongozo manake ni mwongozo na Roho Mtakatifu, na mwongozo mkubwa ni Biblia. Kwa hiyo ninawasihi, ni wakati wa matengenezo ya kanisa, kwa sababu Roho Mtakatifu ananiambia kanisa sio la mtu. Mtu akiwa anaongoza kanisa aseme kanisa hili la kwangu, kanisa ni la Kristo. Kwa hiyo asisimame pale ili kuharibu kanisa. Maanake nini? Roho Mtakatifu anatoa onyo kwamba ameleta matengenezo kwa kuwatumia watu wa kawaida kama mimi. Kwa hiyo watakapoyakataa matengenezo hayo ambayo Roho Mtakatifu anayaleta, kwa hiyo watawekwa pembeni. Mungu ataweka watu wengine. Katika habari ya matengenezo, Roho Mtakatifu anasema kanisa limeingiza mambo mengi sana. Kanisa limeingiza mambo mengi katika kanisa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yameingia katika kanisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasema hayo hayataki yaondoke. Kwa mfano, kubadilisha ibada kuwa biashara. Roho Mtakatifu anasema kanisa la leo limebadilisha ibada kuwa biashara. Maanake wanachozungumza ni toa utabarikiwa, toa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu anayazungumza yanayohusu matengenezo. Kwa hiyo nimeanza kupata picha ambayo sio nzuri, kwamba baadhi ya watumishi wa Mungu ambao nilikuwa nawashirikisha maono haya ya matengenezo wakawa wanakataa, huyo ni mtumishi gani? Huyo si yuko hapa, ni mwalimu tu, tunamuona yuko hapa, ana nini huyo ni mwehu tu. Lakini wameanza kuharibikiwa. Kwa hiyo ili wengine wasiharibikiwe, unaposikia Roho Mtakatifu anasema jambo fulani, usimwangalie mtu, usiangalie sura ya mtu, usiangalie asili ya mtu. Sikiliza yale mambo ambayo Roho analiambia kanisa, kwa sababu makanisa ni mazuri, ila kuna mambo ambayo yameingia. Roho Mtakatifu anataka mambo hayo yarekebishwe. Ukicheza na matengenezo utawekwa pembeni. Narudia tena, ukicheza na matengenezo, hiki ni kitu kingine. Ukicheza na matengenezo kwa ubinafsi, kwa ubaguzi, Mungu atakuweka pembeni, ataweka mtu mwingine asimamie matengenezo, kwa sababu kanisa sio mali ya mtu. Kanisa ni mali ya Kristo, na Roho Mtakatifu anataka kanisa lake likae vizuri kwa niaba ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ujumbe wangu mfupi wa siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu awabariki wote watakaosoma ujumbe huu. Amina. Ulikuwa umechukua yote mpaka juu.